على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. أيها الأحبة، حياكم الله جميعا على الإسلام والسنة. فنلتقي مرة أخرى في هذا المركز المبارك حرسه الله تعالى، ونتذاكر في هذا اللقاء حول مسألة مهمة لا سيما في هذا العصر. tunakutana kwa mara nyingine ndani ya markazi yetu hii, markazi lillah, Allah ilinde, na tunakumbushana ndani ya muda huu kunako masala muhimu, hasa kwa zama zetu tulizo nazo. Ndani ya muda huu mfupi nataka kuzungumzia alfarqu baina awliya'i ar-rahman wa awliya'i ash-shaytan. Alfarqu baina awliya'i ar-rahman wa awliya'i ash-shaytan, tofauti iliyoko baina ya mawali wa Allah na mawali wa shaytani. Kwa zama tulizonazo wamekithiri watu wanaodai uwali, wanadai usharifu, wanadai ukarama. Wengi wao baada ya uchunguzi tumekuta kuwa ni matapeli. Wanatumia njia ya uwali kuwatapeli watu na kuwaibia, na wao shetani kawateka kupitia mlango huo. Wakawa wanauza madawa, maji, wanauza dua kwa bei ya juu sana, kwa mlango eti wao ni mawali, ni masharifu. Kwa hiyo maji wanayoyauza ya shilingi 500 wanadai wamesomea dua, wanayauza 100,000 mpaka 200,000, na watu wanatapeliwa na watu wanawaamini. Imefika hatua watu hao baada ya uchunguzi ni waganga, washirikina, wengine ni wachawi, wanawaroga watu wakiwadanganya kuwa wanawasomea dua. Mambo haya yamekithiri. Wamekula mayai ya watu kwa dhulma, wanakula ndizi za watu, wanakula michele, wanakusanya unga michele, sikwambii mbuzi za watu, ng'ombe, kuku, vile walivyokuwa wakiagiza waganga, leo wanaagiza mawali, kuonyesha njia yao ndio ile ya waganga. Sasa ndugu zangu,
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني fariki mwaka 728 Hijria maarufu. Ana kitabu kinaitwa Al-Furqan baina awliya'i ar-Rahman wa awliya'i ash-Shaytan. Kitabu kile ameeleza alama za mawali wa Allah na mawali wa Shaytani. Kabla ya kuingia huko wali ni nani, anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, alwali huwa almu'minu at-taqi. Wali ni mtu muumini mcha Mungu mwenye kumcha Allah, almuttabi'u lilqur'ani was-sunnah, mwenye kufuata Qur'ani na Sunna. Wali anakuwa na imani, mwenye kumcha Allah tabaraka wa taala, anaifuata Qur'ani na Sunna bifahami salafina salih, kwa ufahamu wa wema wetu waliotangulia. Hiyo ndio taarifu ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kunako wali. Ni mu'min, alafu ni taqi, alafu anafuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hiyo wali hawezi kupatikana nje ya masalafi. Mmenielewa? Hakuna wali nje ya masalafi. Hakuna wali katika masufi wapiga madufu wanaowaza kula na kuimba. Hakuna wali huko. Kuna mawali wa Shaytani. Ama mawali wa Allah utawakuta katika masalafi. Hakuna wali wa Allah katika mashia. Fahimu neno? Hakuna wali wa Allah katika ibadi. Hakuna wali wa Allah katika maikhwani. Mawali wa Allah wanapatikana katika masalafi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akazungumza, akaitaja kauli ya Allah inayosema, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Vile vile amepokea Imam al-Bukhari kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qala, hakika Allah tabaraka wa taala amesema, man aada li waliya, atakayenifanyia mimi uadui wa wali wangu. Wali wangu, Allah amethibitisha kuwa na mawali. Fahimu kwa ile aya na hadithi kwamba Allah na wali. Kwa hiyo cheo cha uwali ni cheo kikubwa, na ndio maana kina vigezo maalum. Vigezo hivyo mwenye kusifika na sifa hizo atakuwa wali. Mmenielewa hivyo? Kwa hiyo faqad adantu bil harbi, atakayenifanyia mimi uadui kwa wali wangu, huyu atakuwa amenitangazia vita. Na mawali wake Allah amewabainisha, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Qala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, al-muradu bi waliyillah, makusudio ya wali wa Allah, al-alimu billah, ni yule anayemjua Allah. Wali wa Allah ni yule anayemjua Allah. Wali maana yake ni mtu wa karibu, yule mtu wa karibu aliyekuwa karibu na Allah, kipenzi wa karibu, rafiki wa karibu.
ni yule anayemjua Allah. Kadiri unapopiga hatua ya kumjua Allah, ndivyo wajitahidi kujisogeza kwake na kuwa wali wake. Sasa leo kuna watu wadai kuwa ni mawali, ila hawajui Allah yuko wapi. Ni wali wa Allah anapodai, ila huyo Allah hajui yuko wapi. Fahimu? Ukiwauliza baadhi ya watu wakwambia Allah yuko kila sehemu, wali wa Allah, ila hajui Allah mwenyewe yuko wapi. Huyo hawezi kuwa wali wa Allah, wali wa shaytan. Anaendelea kusema Al-Hafidh rahimahullah ta'ala, al-muwadhibu ala ta'atihi, yule anayedumu katika taa ya Allah, huyo ndo wali. Fahimu? Anayedumu katika taa ya Allah, al-mukhlisu fi ibadatihi, mwenye ikhlas katika ibada ya Allah, mwenye ikhlasi katika kumwabudu Allah, huyo ndo wali wa Allah tabaraka wa taala. Lakini imekuja katika sharh at-Tahawiyya ya Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala, amenukuu athar maneno ya al-Imam Shafi'i, anasema idha ra'aytumur rajula yamshi 'ala al-ma', iwapo mtamwona mtu atembea juu ya maji. Maki kuna mawali wanadai wanazo dua zinazoweza kuwafanya watembee juu ya maji. Kule Mwanza tunaye mtu mmoja aitwa Abu Jadawi, awadanganya watu eti ana dua, akisoma anakunyanyua na kidole. Anasoma na kunyanyua na kidole. Kilo 50, 100, eti kuna dua ukisoma unanyanyua na kidole. Hizo fahimu? Mawali ndivyo wanamodai kwamba wali yuko Dar es Salaam, ana uwezo wa kukuzuia wewe ulioko hapa, ananyosha mkono na kuvua kofia. Fahimu? Ukimuuliza anakuambia ni wali wa Allah. Imam Shafi anasema utakapomuona mtu atembea juu ya maji au yadhiru fil hawa, au anaruka angani, fahimu? Kitakachotokea nini? Utashangaa, mtu anawezaje kuruka angani? Anawezaje kutembea juu ya maji? Akasema fala ta'tabiru bihi, msimzingatie lolote, hatta ta'rifu amrahu ala alkitabi wa sunna, mpaka mpime hali yake na Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo kuna wakati kweli wanaweza kufanya mambo ya ajabu. Leo wanajitokeza wengine wanaita Sharifu Majini. Fahimu? Hatujui Sharifu Majini mashaitani wala watu. Kaya hasil watu leo wanadai wali wengi. Sasa basi tofauti iliyopo baina ya mawali wa Allah na mawali wa shetani. Shetani pia na mawali. Miongoni mwa tofauti hizo ni kutambua kwamba annasu fihim awliya'ur rahman wa awliya'ush shaitan. Watu wamegawanyika sehemu mbili, wako mawali wa Allah na mawali wa shaitani. Fayajibu an yufarraqa baina haulai wa haula, lazima ni wajibu watofautishwe baina ya hawa na wale, baina ya hawa na hawa. Hawa ni mawali wa Allah wajulikane, na hawa ni mawali wa shaitani watu wawajue, ili watu wasije wakachanganywa wakajikuta wameshatapeliwa na mawali wa shaitani. Fahimu? Kama farraqa Allah wa rasuluhu bainahuma, kama Allah alivyotofautisha na mtume wake baina ya hawa mawali wa aina mbili. Fa awliya'ullahi, mawali wa Allah, humul mu'minun
kumcha Allah tabaraka wa taala. Fahimu, huwezi kumkuta muumini mwenye kumcha Allah anakimbilia mawali wa shetani ama waganga. Na ndio maana wewe fuatilia hawa mashehe wanaodai uwali, wanaodai usharifu, wanaotapeli watu kupitia milango ya dua. Ukifuatilia wateja wao ni watu wasioswali, ni watu kama ni wanawake ni watu wasiojistiri, ni wanawake wenye fikra za ushirikina. Wasi kumkuta mtu anaswali anakimbilia kina Dr. Sule siku hizi, mpaka wametengeneza makampuni maalum. Kwa hiyo lazima, ndugu zangu, lazima haya tuyajue na tuhurumie umma. Mashangazi zetu ndiko wanakokimbilia huko, madada zetu. Lakini ya kusikitisha, mpaka akina mama, unarudi nyumbani unauliza mama yenu yuko wapi, wanakwambia kaenda Tabora. Kaenda kuchukua huduma. Anarudi nyumbani amekuja na maji, anakwambia baba fulani, haya ni maji ya baraka, haya ni maji ya baraka, nimeitwa na mama nikayafuate Tabora. Mama yako kayapata wapi? Ameyatoa Islah Dua Foundation. Kwa hiyo lazima wazinduliwe Waislamu kwamba hawa mawali wanaojitangaza kwenye mitandao, hawa ni mawali wa shetani, wala si mawali wa Allah tabaraka wa taala. Wanaweza kukusanya watu mida ya swala hata wasiswali. Wali wa Allah hawezi kumshika mke wa mtu kwenye mkono, ila wao wanawashika. Mawali wa Allah hawawezi, yani wana tabia fulani moja kwa moja unajua hawa ni matapeli, ni wahuni. Lakini tofauti nyingine, awliyaullahi humul ladina amanu bihi wa waluhu فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى. mawali wa Allah ni wale ambao wamemwamini Allah na wakamweka karibu yao, wakamweka karibu, wakamnusuru Allah tabaraka wa taala, wakapenda kile anachokipenda na wakachukia kile anachokichukia, wakaridhia kile anachokiridhia na wakachukia kile anachokichukia Allah tabaraka wa taala. Mawali wa Allah hawapendi shiriki, wanachukia pindi wanapoona Allah anashirikishwa, hawapendi bid'a. Mawali wa Allah wanapenda yale anayopenda Allah, wanawapenda wanaomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wanamchukia yule anayemzulia. Ama hawa wanaodai uwali huku wananyoa ndevu, ukiwachunguza wengi ni wanyoaji wa ndevu, wavaaji wa maisbali, wake zao hawajistiri, lakini dua za kishirikina na za kigangaganga, wakijidai kutafsiri ndoto, ni waongo wakubwa. Ukiwafuatilia huyo Abu Jadawi adai yeye anatafsiri ndoto, muongo katika tafsiri zake. Kwa hiyo basi lazima Waislamu wazinduke katika haya. Watu wamefilisiwa na watu wa namna hii. Mtu anaenda kuuza shamba ili akanunue dua Tabora, ili akanunue dua Tanga, ili akanunue dua wapi, madamu anasikia pahala fulani pana dua, kuna shehe aombea watu. Hatukatai watu kuombea watu, lakini kwa mtindo ule wa kuuza dua, watu wenyewe ndio wale. Waislamu wawe makini watu wale. Ndugu zangu, miongoni mwa tofauti za mawali wa Allah na wali wa shetani, mawali wa Allah humul
alladhina ya'muruna bima ya'muru Allah, ni wale ambao huamrisha yale anayoamrisha Allah, wanahu amma naha, na wakazuia yale ambayo yameyazuia, wakakataza yale ambayo Allah huyakataza. Lakini sasa muona walimu wanadai walimu huku wanasali kwenye misikiti yenye makaburi, hawachagui misikiti ya ibada zao, lakini unakuta hawajali zile kuwatenganisha wanawake na wanaume. Alafu sasa wanakuja na maji yao ya kichawichawi. Nakumbuka ndugu Waislamu, miaka ya nyuma kidogo, kuna bwana mmoja alikuwa ni pastor, mchungaji. Yule bwana alikuwa aitwa mchungaji Kesi. Alikuja akasilimu, wakina Dr. Sule wakamdaka. Ndio kawaida wao, ni watu wa mipango na mikakati ya kutafuta noti. Sasa walipomdaka wakawa wanazunguka naye, wanapitia kusilimu kwake ili kutafuta hela kwa Waislamu. Huyu kasilimu alikuwa ni mtu mkubwa, wakampa ushehe. Amesilimu, hajasoma hata alifu azijui. Ule uaskofu wake ukageuka akawa shehe, akaingia moja kwa moja, akaruka al-ilmu wal-amal, akaingia kwenye ad-da'watu ilayhi. Wakawa wanazunguka naye anafanya dawa gani? Yale yalikuwa akiyafanya kwenye uchungaji, kasilimu nayo yamekuwa ya Kiislamu, kwa sababu naye kafanyaje? Kasilimu. Katika sehemu alikoenda, alienda Mwanza pale Furahisha, na hiyo bado imo kwenye YouTube. Fahamu, wallahi wanawake walitadilika. Yule bwana alikuja na maji na vitambaa, akiyarusha vile wanawake wanapandisha mashaitani, na yale maji anasema huwezi kuyatumia zaidi yake yeye. Ukiona dawa ziko katika sura hiyo, huo ni uchawi, ganga. Jiepuke na dawa hizo. Maji ya upako, wako Waislamu wengi wamenunua maji ya upako, wakapakwa, wakawashwa na hayo maji. Hakuna walichoamulia zaidi ya kuingia kwenye madhambi. Wanawake wakawa wanaanguka. Yule bwana akiwa kwenye ukafiri alikuwa anasema kwa jina la Yesu. Aliposilimu sasa anasema kwa jina la Muhammad. Vituko hivyo. Fahamu, akawa wanawake anaingia katikati ya wanawake wamevaa uchi na kanyaga, wanaume wanaingia, yani mambo ambayo ya ajabu kabisa. Watu wakanunua zile dawa, wakafanyaje? Yule Dr. Sule katika kumsifia huyo mtu akasoma aya, akasema kullu man alaiha fan, kila mtu ana fani yake. Alitafsiri hivyo, wallahi billahi tallahi, asema kila mtu ana fani yake. Akatafsiri hiyo aya, rudi kwenye YouTube wewe. Kwa hiyo ndugu zangu, ili hali alafu nakuta na watu wengi namna Waislamu wanapopenda mambo ya haraka, wanapopenda mkato. Kwa hiyo basi mawali wa Allah tabaraka wa taala ni wale ambao wanaamrisha yale anayoamrisha Allah na wanakataza yale anayokataza Allah. Wa a'tu liman yuhibbu an yu'ta, wakampa yule ambaye Allah anapenda pewe, wakawasaidia wale ambao ni mawali wa Allah. Fahamu, wakatoa mali zao katika jambo ambalo Allah anapenda, kama tulivyoambiwa jambo la msikiti. Mnielewa? Wamana'u man yuhibbu an yumna, wakazuia mali zao kwa yule ambaye Allah anataka asipewe. Usitoe mali yako katika bid'a, katika kusapoti uovu.
Leo mawali wa shetani wako kwenye mipira, mawali wa Allah wako msikitini. Simenielewa? Huwezi kumkuta wali wa Allah hapo ni wali wa Allah, hapo ni wali wa Simba, sijui wali wa Yanga, sijui wali wa nini. Simenielewa? Kuna watu wanakonda kisa mpira, mawali wa Allah unawakuta sehemu ambazo Allah anazipenda, lakini mawali wa shetani unakuta pahala anapopenda shetani. Huwezi kuamini kwamba Muislamu mwanaume mwenye familia, ana mke, ana watoto, anakaa chini kwenye kioo, anatazama kijana amevaa bukta, wanakimbiza mpira. Yaani ni jambo ambalo haliwezi kuingia, lakini ndio ilivyo. Simenielewa? Kwa sababu miongoni mwa madhara ya mpira yanaharibu akili. Simenielewa? Huwezi kuwa ni mshabiki wa mpira akili yako ikatulia. Lazima utafanya mambo ya utoto. Na ndio maana unakuta kuna wakati watu wanavaa bukta kichwani kuonyesha, kudhihirisha furaha. Na sisi tumezoea wanaovaa nguo bukta kichwani ni walevi. Mlevi huwezi kushangaa. Hapo ndio utajua mpira na pombe kana kwamba vinafuatana. Huu wa kushangilia. Lakini unaweza kukuta wakati mwingine haya ni mazila nini ya ikhwan, mawali wa Allah hawashughuliki na mambo ya ajabu. Sana hivi mpira ni nini? Mpira si mchezo. Malengo ya michezo ima iwe na faida kwenye mwili. Hivi mtu anapoenda kucheza mpira si mazoezi, anafanya mazoezi atoke jasho nini. Unapoenda kushabikia mpira, yani umeenda kumwangalia mwanaume wenzako anafanya mazoezi, nini wafaidi? Yani wewe mtu na akili wakaa kumuona mwanaume mwenzako anafanya mazoezi, alafu wewe wakaa fahamu baada ya kutafuta riziki ya familia yako umekaa tu kwenye. Lakini vijana wetu wengi wameenda huko. Lakini pia ni wapi sasa hili ambalo hujawahi kusikia? Mpira wa kushangilia, kushabikia mpira kunapunguza nguvu za kiume. Simenielewa? Kunapunguza nguvu za kiume. Wewe kubali usikubali, uwezi kila dakika wewe na mapali ya wanaume, umeona wanawake, umekaa hapa na wanaume mwashangilia, alafu ukawa mwanaume imara. Haiwezekani hata siku moja. Kathratul imsas tumitul ihsas. Wanasema kugusagusa sana kunaharibu hisia. Simenielewa bwana? Kunaharibu nini? Hisia. Yule aliyezoea kupiga picha wanawake wako uchi, hisia zake mpaka zipostiwe, tafute cha kumbusi zikachajiwe, mwezi mzima ndo akutane na mwanamke mara moja. Huyo hata ukamkuta na mwanamke mara nyingi ni shughuli za kukaa pamoja, lakini unakuta hamna kitu. Sasa wewe muda wote umekaa uangalia mapaja ya wanaume, uangalie wanawake, umekaa nao mashabikia, kitakachotokea ni kupoteza ule urujula wako. Kwa hiyo hii ni tofauti baina, bado tupo kwenye tofauti ya baina auliya Allah wa auliya ash-shaytan. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah, atakayependa kwa ajili ya Allah na akachukia kwa ajili ya Allah, akatoa kwa ajili ya Allah na akazuia kwa ajili ya Allah, faqad istakmala al-iman, atakuwa amekamilika imani. Namba 4, ja'ala Allahu ar-rasula sallallahu alaihi wasallam, Allah amemjalia mtume, amemfanya mtume wake sallallahu alaihi wasallam al-farika baina awliyai wa baina a'daihi, kuwa mtume ndo pahala pa kupima mawali wa Allah na maadui wa Allah.
fala yakunu waliyan lillah illa man amana bihi wa bima jaa bihi wattabi'ahu batinan wa dhahira. Hawezi kuwa wali wa Allah isipokuwa yule aliyemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na kaamini yale aliyokuja nayo na kamfuata Mtume dhahiri na kwa siri. Menelewa? Ina maana haiwezekani akawa wali wa Allah mtu asiyekuwa mwana sunna. Mtu wa bid'a hawezi kuwa wali wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wali wa Allah anapatikana katika watu wa sunna. Kwa hiyo hii ni misingi ya kuwapima mawali. Niliwahi kuwatajia kisa kimoja. Niliwahi kuambiwa kuna shehe mmoja alikuwa anawaswalisha watu swala. Mara kwenye swala yake wakasikia nafukuza mtu. Kwenye swala toka. Simenelewa. Sasa baada ya swala wakamuuliza, "Shehe, vipi tena? Ulikuwa unafukuza nini?" Akasema, "Wakati ninaswali niliona mbwa anakatiza kwenye kaburi ya Mtume. Yeye yuko Tanzania, alafu kaburi liko Madina. Simenelewa, Mtume sallallahu alaihi wasallam Saudi Arabia. Kwenda kwenyewe mpaka ndege. Yeye yuko hapa kaona kaburi ya Mtume anafanyaje? Mbwa anakatiza. Si alipitia wapi huyo mbwa? Yaani kwa mazingira unapoyajua. Haya, kamuona yule mbwa pale. Sasa namfukuza yule mbwa. Watu wakashangaa kweli, sasa ushe hatari sana. Simenelewa? Ndio mashehe zetu wa namna hii tulionao mjini. Shehe anakanganya watu akamwambia ukipoteza hela njoo. Sisi tulikuwa na mashehe huko, ukipoteza hela nakwambia njoo. Haya, anatengeneza uganga wake kwenye bakuli, kwenye maji, hapo nakwambia ndio muangalie. Fahamu? Kwa hiyo alhasil ya ikhwan, yule bwana akasema alikuwa anafukuza mbwa kwenye kaburi ya Mtume. Watu wakamini. Akatoka bwana mmoja akaenda kumsimulia mkewe. Ambia shehe, leo aisee tunaye shehe. Huyu shehe hatari. Mvua zikatiki tena hapa. Tukifika msimu wa kulima tunaenda kwa shehe. Kwa shehe huyu mkose mvua. Yule mke wake alikuwa amesoma kwa watu wa sunna. Naelewa shida ya ikhwan. Sasa ndio hivyo Allah amemtahini. Akamwambia kweli, asema shehe leo tunaswali akamuona mbwa anakatiza kwenye kaburi ya Mtume, akamzuia yule mbwa. Yule mwanamke akasema wewe kali. Sasa mwanamke akasema sasa naomba mume wangu mualike shehe aje kidogo nyumbani, tutakuwa tukuta baraka. Huyo shehe mualike angalau siku moja tule naye hapa nyumbani. Lakini kabla ya kumwalika muulize anapenda chakula gani tumuandalie ili tusije tukaaibika. Yule bwana akasema naam. Nikamwingia, akaenda akamuomba shekhe kwa heshima zote, tunaomba tule pamoja nyumbani, ila naomba uniambie chakula gani wapenda. Akasema mimi napenda wali. Simenelewa? Wali mweupe, alafu ule wali na mayai ya kuchemsha. Mayai, sikose mayai. Sawa. Alhamdulillah. Akamwambia mwanamke akaandaa chakula kizuri. Kakiandaa pamoja, akaandaa sahani mbili, bakuli mbili za wali, zikawekwa wali vizuri. Ile bakuli ya shehe yale mayai akayaweka chini ya bakuli, alafu wali ukafuatia juu. Alafu bakuli ya mume wake yale mayai yakawekwa juu. Haya, wakakaribisha shekhe, chakula kikaanza kula. Sasa kila yule aliyemkaribisha mwenyewe anakutana na yai. Kula yai. Ile shekhe uzalendo kamshinda. Akhi, sikwambia mimi napenda mayai? Simeelewa. Mbona hamna mayai hapa? Fahamu? Yule bwana akabidi amuulize mke wake, wewe mbona unatia kwa shekhe mayai? Mwambie shekhe wako mayai, ila alimwambia mapema, ambia mayai haya na yaweka chini.
shekhe wako akiyaona basi utajua ameona mbu wa Madina, lakini asipoyaona ujue kwamba yule shekhe wako muongo. Tumekwa na yule mwanaume kweli, shekhe akamwambia bwana, mimi nimekwambia nataka mayai. Yule shekhe yule bwana akachukua kijiko akafukua ule wali. Ambia shekhe, mayai haya hapa. Kumbe hapa. Ambia shekhe, uliona mbu wa Madina, mayai yako ni bakuli hujaona. Simeelewa. Hapo ikawa ndo mwisho wa yule bwana na shekhe. Angalia mwanamke msomi alipotumia njia ya kumnusua mume wake. Tumefanya tapeli huyu adanganya tamuona mbu wa Madina, mayai yako kwenye bakuli anakolia hajayaona. Kwa hiyo ndivyo walivyo hao waongo. Tumefanya. Lakini miongoni mwa tofauti zao bal man khalafahu, mwenye kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam, kana min a'da'illah, atakuwa miongoni mwa maadui wa Allah wa awliya ash-shaytan, anakuwa na miongoni mawali wa nani? Wa shaytani. Wewe unaenda kwa wali sharifu awaswali, yani ukiwafuatia wanaodai usharifu waswali, jamaa wanaona imani zao tayari ziko juu. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, nakwambia mimi nina yakini bana. Tumefanya. Na hao mawali huo wanamdharau mtume, wanakwambia sisi tunaongea moja kwa moja na Allah, hakuna mambo ya aje tusilimu mtume. Sisi hatumfuati mtume moja kwa moja, sheria zetu zinatoka kwa nani? Kwa Allah tabarak wa taala. Inna kathiran minan nas yadhunnuna fi anfusihim au fi ghayrihim annahum min awliyaillah, wengi katika watu wanadhani kwamba wao ni mawali wa Allah, au wanawadhania wengine kuwa ni mawali wa Allah. Wala yakununa min awliyaillah, uhalisia si katika mawali wa Allah tabarak wa taala. Law balagha ar-rajulu fi sudi wal ibada wal ilmi ma balagha, law mtu atafika level kubwa katika zuhudi sinajua nafahamu zuhudi ni mtu, kuna zuhudi ambayo haisifiwi. Zuhudi yani mtu kuipa nyongo dunia mpaka anachupa mipaka. Avaa nguo chafu, ala vyakula vieleweki na Allah kamfungulia. Haukatazi kuwa na zuhudi, lakini sichupe mipaka kama zuhudi ya masufi. Mtu anatoka hapa anatembea, jua ni kali, alafu anatembea bila viatu ili aumie, ndo anadhani kwamba anapata thawabu. Yani mwingine anafanya zuhudi ni kujitesa tesa. Umeelewa? Yani nguo moja mwaka mzima ndo zuhudi. Usile vyakula vinavyoeleweka ni zuhudi. Hapana, hata mazuri Allah amesema qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya, hivyo vizuri ni kwa ajili ya wale muamini Allah katika maisha ya dunia. Tena na hapa naomba niongee jambo. Mmenielewa? Kuna watu wanadhani ili uwe mcha Mungu wewe utakiwi kukula vizuri, kulala pazuri, kuvaa vizuri. Na ndio maana utakuta watu hawajali maustadhi, wakidhani maustadhi wao wanasubiri pepo, kwa hiyo dunia waiache. Sote tunatafuta pepo ndugu zangu, au vipi? Sote tunatafuta pepo. Shehe anatafuta pepo, na wewe unatafuta nini? Pepo. Kwa hiyo hii dunia mazuri yake, asili yake imeandaliwa wenye kumcha Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo zuhudi si kama inavyotafsiriwa na sufia, lakini pia hata kama atafika level ya juu, daraja ya juu kabisa katika ilmu, hawezi kuwa wali wa Allah mpaka aamini
aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kweli wako mashaikh wakubwa, lakini wa bid'a hawezi kuwa mawali wa Allah. Lakini shekhe fulani kasoma. Kuna shekhe mmoja katika mashaikh wa bid'a katika miji huko, yani anapokuwa anatafsiri, alikuwa anatafsiri hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii hadithi tuliyotaja kwamba Allah anapokuwa ni wali wako, basi Allah anakuwa ni jicho lako unalolitumia. Kwa hiyo ina maana una uwezo wa kutazama vitu vya mbali, wakatafsiri hadithi ili kutetea ule uganga wao. Kwa hiyo ndugu zangu, haiwezekani wali wa Allah akawa na mkhalifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa wali wa Allah ni yule anayeamini yote aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ngoja niishie hapa kwa sababu tulisema ni kalima kidogo na haya ni mengi. Hizi ni faida ambazo zimo katika kitabu Al-Furqan baina awliya'i ar-Rahman wa awliya'i ash-Shaytan cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Hapa kuna tofauti zaidi ya 90 baina ya wali wa Allah na wali wa Shaytan, kwa sababu hapa ni nyumbani. Bismillah, ziara zinakalika insha Allah. Tumetaja 5 6, siku nyingine tukija tutanikumbusha, tutaendelea pale tutakapokuwa tumeishia. Naomba kwa leo ndugu zangu niishie hapa. Nimeonelea tuzungumze hivi kwamba tuwe makini na hawa wanaodai mawali wa Allah tabaraka taala. Mwisho pia niwape tahadhari ndugu zangu na TV hizi tunazoziweka majumbani. Akina mama wanajifunza uganga kupitia TV. Wallahi leo akina mama wanashawishika kwenda kwa waganga kwa hizi move. Wewe unafikiri TV nyumbani faida yake nini? Wewe unaangalia taarifa ya habari, uongo. Wewe unatoka asubuhi umechoka, unarudi nyumbani jioni umechoka, taarifa ya habari unaangalia wapi? Lakini tumerahisishiwa kama taarifa za habari, njia nzuri za kupata taarifa kwenye simu zetu hizi. Taarifa ya habari tunaangalia, lakini pia kuna waandishi wa habari wa kujitegemea, hawalipwi mtaani humu, yani habari ya kupata habari tushakufika. Simenelewa, sisi hatu taarifa yani moja kwa moja. Lakini hizi TV zimekuwa ni kishawishi cha kina mama kuingia kwenda kwa waganga. Unapita kwenye nyumba ya Uislamu, nini ni mashahidi, unasikia pastor yuko analingania, wanahubiri kwa Muislamu, kumbe kaweka maigizo. Kwenye maigizo haya wapo mapadri wanalingania, na katika mifumo wanayotumia ni kupitia maigizo. Simenelewa, tamthilia. Leo watu wanalinganiwa uganga na ushirikina kupitia hivyo. Vijana wengi wanajifunza utapeli kupitia kwenye tamthilia. Mtoto anajifunza namna ya kuiba na kutapeli kupitia kwenye tamthilia, kwa sababu kila kitu kinafundishwa. Utapeli, uganga, uwizi, uzinzi, uchafu wote unaektiwa. Sasa hizi TV na hivi ving'amuzi mnavyovinunua, mnaharibu maadili ya familia zenu kwa mikono yenu wenyewe. Sheikh Ibn Uthaymeen ana maneno na anasema, sijasahau, mamata wa fi baitihi hadhihi al-ala, akikusudia dishi. Atakayekufa akaacha nyumbani kwake kuna dishi, fa huwa ghashul li ra'iyati li ahli, atakuwa amewafanyia khiana familia yake, na hilo laweza likampelekea kukosa pepo. Kwa sababu gani? Wewe unajitahidi umlinde mwanao, watoto wako, na alhamdulillah masalafi, watu wa sunna wanajitahidi kujenga nyumba zao kisalafi. Anaweka geti, anapambana, anajinyima ili aweke geti.
watoto wasizurure, wabaki ndani ili wasiende kuharibiwa na watoto wa mitaani. Lakini unajisahau, unawawekea kingamuzi ili umewatenga na wahuni wa mtaa wako, lakini umewaunganisha na wahuni wa dunia. Kwa hiyo yeye ana uwezo wa kujifunza kwa wahuni wa Ulaya, wahuni wa wapi, wahuni wa watu, kupitia kwenye kingamuzi. Kwa hiyo ndugu zangu, kuweni makini na hizi. Inawezekana mtoto namleta chuo, shekha na mwalimu anapata tabu kuhifadhi Qur'ani, mtoto waingizi kitu kwa sababu anafikiria alishia episode ya ngapi. Kwa hiyo kile ukimfundisha washamsi, yeye anasema washamsi wanahari washamsi, haieleweki. Leo napambana na hifadhi hiyo sura, kesho kileta na koroga. Kwa nini? Akirudi nyumbani ni mambo ya tamthilia. Sasa napo mtamthilia muziki, simenielewa? Mitaa yetu imejaa muziki. Hiyo haitoshi, unawasogezea watoto nyumbani muziki, simenielewa? Lakini leo katika mambo pia kusikitisha, mtoto anashinda labda anafaulu darasa la 7, zawadi ya kumpo nampa simu touch mtoto wako, kisa una uwezo, simenielewa? Sasa nini inamsaidia nini? Faida yake nini? Leo watoto wetu wa kike wengine wako form 2, form 1 wanamiliki simu. Ule ujasiri wa kusimamia familia zetu unakuwa ni mdogo. Sasa mtoto wako unampa simu hii, laini zimo ndani, na umemongezea internet juu, alafu kuolewa mpaka malize chuo. Huyu mpaka anamaliza chuo ikoje? Kwa hiyo kuna mengine hatuyawezi, lakini tunayaweza, tujitahidi. Kuna vitu ni kuwashughulisha hawa watu. Lakini hata huyu mama haendi chuo, yani anamka na TV, anashinda na TV. Siku hizi ziko hizi tamthilia za Kihindi zinatafsiriwa Kiswahili, wanawake ndio wako huko sasa. Kwa hiyo unakuta kila kukicha maadili yabadilika. Wewe unafikiri hivi vikoba leo kwenye vyombo vya habari wanafundisha mwanamke asitulie ndani? Kila kukicha wanatengeneza vishawishi mwanamke asitulie nyumbani kwake. Ile aya waqarna fi buyutikunna, tulizaneni majumbani mwenu. Sasa ghazwatul fikri, hii vita vya kifikra na mipango ya Kiyahudi ni kuhakikisha wanawake wanafuata mienendo yao. Kwa hiyo kila kukicha mipango. Ukirudi nyumbani mwanamke anapotea mpango huu, anajua mipango ya hela kuliko wewe. Simenielewa? Mipango ya hela, ana mipango ya dini, mipango yake ya hela. Mume wangu naonaje? Hii getu tukavunja, tukaweka duka hapa, nikanauza vitambaa, huku nimejistiri, wewe umeshahifadhi juzu tabaraka umemaliza. Simenielewa? Pambana angalau ukimaliza Qur'ani tutafikiria hilo. Najua mume wangu uchumi huu lazima tujishughulishe. Ndugu zangu, tuwe makini. Hawa watoto tuandalie mazingira mazuri. Tusiwe kama wale ambao wakiwa na mabinti wadogo wajaolewa, mbwa mkali getini pale, mbwa mkali hatari, usikaribie. Wakishatiwa mimba huko wakaolewa wakarudi nyumbani, wanabadilisha. Tunauza barafu, tumeelewa? Tunauza barafu, tunasuka hina piko ili watu waje, washaribika. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nawanasihi katika jambo hili, jambo la TV. Yani tumejikuta hata mapadiri kila kukicha wanalingania kwenye nyumba za Waislamu. Igizo haliwezi kuisha isipokuwa kuna padiri, kuna sijui askofu analingania. Uganga, uchawi, shirikina unafundishwa ndani ya familia yako. Wewe hujui maskini. Mwisho unajikuta mkeo ashaanza kukuendea kwa waganga, ashaanza kukuendea kwa washirikina. Kwa nini? Amejifunza kupitia kwenye TV, kwenye haya maigizo haya. Ndivyo wanavyofundishwa na ndio leo. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe makini na haya mambo, na hizi TV zina hatari sana, faida yake ni ndogo. Na zinahitaji udhibiti mkubwa. Usije ukajikuta ukawa kama yule aliyesema na Allah, kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha.
huyu alianza kuharibu kikapu chake baada ya muda mrefu, ametumia muda mrefu kukisuka na kukitengeneza, alafu akaanza kukiharibu kwa mkono wake. Kwa hiyo wewe umeandaa familia yako na hali ngumu, ukaandaa umejenga kijumba chako katika hivyo ili ustiri familia yako. Nyumba umejenga imeisha, alhamdulillah, unaingia unawawekea dubwasha hili la TV, mwisho unaanza kuporomosha maadili ya familia yako kwa mali ya mkono wako mwenyewe. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kulizingatia. Mimi naomba nishie hapa. Naomba Allah tabarak wa taala atunufaishe na haya machache tuliyosikia pale nilipopatia. Namuomba Allah atunufaishe na hapo, na pale ambapo nitakuwa nimeteleza namuomba Allah nisamee kutokana na ule ubinadamu. Falkamalu lillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.